Ni siku ya Jumamosi ambapo asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Pia ni asubuhi njema ambapo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka ili tukaweze na kuendelea na kufundishwa neno la Mwenyezi Mungu, ambapo hii wiki yote tumeweza na kujua mambo na maombi. Mwenye maombi anakaa namna gani? Mwenye maombi tabia zake ziko namna gani? Na ninaamini kwamba unaendelea na kubarikiwa na hilo fundisho. Basi kwa asubuhi ya leo karibu sana tukaweze na kuendelea na kujua zaidi juu ya mwenye kuomba, mwenye kudumu katika maombi. Tunaendelea na kuletewa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Jackson Mutinda kutoka kanisa la ABC Lumbwa. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji, naomba kuwasalimu katika jina la Yesu, ikiwa ni matumaini yangu mahali mlipo wazima na Bwana anaendelea kuwatendea mambo mema. Siku ya leo tunamshukuru Mungu kwa uweza wa kipekee ambayo anaendelea kutenda katika maisha yetu, ikiwa ni nguvu zake ambazo zimetuongoza kufikia siku hii ya leo. Na kwa ndugu zetu wanaofanya ibada zao siku ya leo, na washukuru sana na nikiwatakia ibada zenye baraka yake Mwenyezi Mungu. Siku hii ya leo tunapoendelea kuangalia, tulikuwa tunaangalia faida za mtu ambaye ni mwombezi. Na siku hii ya leo tunaangalia characteristics of a prayerful person. Characteristics of a prayerful person. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya neema na nguvu zako. Asante kwa sababu ya upendo wako wa kipekee. Asante kwa sababu ya ushindi uliotupatia kwa siku ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji. Asante pia kwa ajili ya mwangaza wa leo. Tuomba kwako Mwenyezi Mungu, tukikushukuru kwa yote ambayo umetenda nasi, ili Baba wa mbinguni ukapokee sifa. Neno hili lako ambalo linaenda kutuelekeza na kutuongoza, tuomba kwako Mwenyezi Mungu likawe la baraka kwetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu nimeomba. Amen. Basi naomba tuweze kuendelea kuangalia characteristics of a prayerful person. Characteristics of a prayerful person. Na tunapoangalia mambo hayo, tunaona ya kwamba jambo la kwanza, huyo mtu ni mtu ambaye amejipeana kwa Mungu na kwa maombi. Amejipeana kwa Mungu na kwa maombi. Naona ya kwamba he or she is devoted in God and in prayers. Na mfano mwema ni Yesu Kristo in the book of Matthew chapter number 4. Mathayo mlango ule wa 4. Na pale tunaona ya kwamba hata Yesu mwenyewe, maana alikuwa Mungu, alitafuta wakati wake na Mungu. Na sio pale chapter 4 peke yake. Tunaona even chapter in the book of John 17, wakati alikuwa anawaombea wanafunzi wake. Mahali pengine tunaona ya kwamba Yesu alikuwa akiomba ni wakati wa Yesu Kristo alipokuwa anashikwa kwa ajili ya wakati ule wa kuteswa na kusulubishwa. Naona in the book of Matthew chapter number 26 verse 36 downwards, tunaona hali ya Yesu akijiweka katika maombi. Na hili linanifundisha huyu mtu amejipeana sana katika kumtumikia Bwana. Huyu mtu amejipeana sana katika kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu. Na maombi, mpendo mtazamaji, naomba nikuambie vizuri, haihitaji sarakasi. Because in the book of Hebrew chapter 1
pale pale tunaona kwa uweza wa Mwenyezi Mungu tumepewa nafasi, neema kupitia kwa Yesu Kristo kufanya mambo makubwa sana. Kwa hivyo maombi sio ya sarakasi, kwa sababu watu wanaweza fikiria wakati tunaongelea mambo ya maombi ni mtu ambaye anaweza enda kufanya sarakasi mahali ambapo anaona ya kwamba watu watakuja wamwangalie. Ukiangalia vizuri sana hali ya maombi, utaona ni kama ni jambo ambalo linafanyika kwa njia ya siri. Jambo ambalo linafanyika kwa njia ya siri. Lakini ni nini ambalo linatuonyesha huyu mtu ni mtu ambaye anaweza kutegemewa, ni mtu ambaye anajitoa katika kazi za Bwana, anatenga wakati wake, hata wakati wa kukataa chakula through fasting. Ni mtu ambaye anatenga wakati wake na anakataa mambo mengine, anapata wakati wa kwenda kuzungumza na Mwenyezi Mungu. That's why tunasema ya kwamba hiyo shi lazima awe amejipeana kwa Mungu, na pia kupitia kwa maombi. Na tukasema ya kwamba mfano mwema ni Yesu Kristo katika Mathayo 4. Na tukasema pia ukiangalia kwenye mlango ule wa 16 wa kitabu cha Matendo ya Mitume na mstari wa 25, vile vile wakati changamoto za huduma zilimpata mtu aitwaye Paulo, the Bible says in that situation, Paulo wakati walishikwa na kuwekwa katika gereza, Biblia inatuambia ya kwamba walipofika pale, basi wakaanza kumsifu Bwana, na walipokuwa wakiomba, vile vile milango ama minyororo iliyokuwa imewafunga ikalegea, na hata ikaweza kukatika. Kwa hivyo characteristic ya huyu mtu lazima awe amejipeana, na katika situation zote ambazo anazipata ni mtu ambaye anaweza wa kumtegemea Mungu. Sijui wewe wakati unapatwa na changamoto hizi unafanya nini? Wengine labda wanatoa matamshi yale ambayo yako pale, wengine wanaanza kulia, lakini kulia sio suluhisho. Kulia sio kumaliza matatizo. Kulia ni kumwangalia Bwana, jinsi Paulo alifanya na Sila, na jinsi Yesu Kristo alituonyesha mfano mwema wa maombi. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, jiweke katika hali ya maombi. Naomba bila kukoma, kwa sababu unaposinzia kuomba inamaanisha katika hiyo nafasi umempatia shetani, na shetani huenda atakukalia, na shetani huenda atakufanyia mambo mengi, na labda kupata ile nguvu tena ya kuwa katika maombi basi itachukua muda. Kwa hivyo mpendo mtazamaji, chukua nafasi ya kipekee, uendelee kumwambia Mungu hakupatie nafasi, hakupatie nguvu, na kila wakati ukiamka mwambie Bwana tu nipatie nguvu ya kuomba, nipatie nguvu ya kuwa karibu na wewe, nipatie nguvu nitende mapenzi yako, nipatie nguvu ili nikufurahishe wewe mwenyewe. Na mwambie Bwana akuelekeza, na katika mambo yote mwambie akuruhusu ufanye mapenzi yake, na huyo Mungu atakuacha bali atakusimamia, na huyo Mungu atakutetea, huyo Mungu atakushindania, na katika yote utazidi kufurahia utukufu wake. Neema ya Bwana ikutoshe, na Bwana alibariki neno lake. Wanaoenda katika nyumba za Bwana kuabudu, tuendelee kukumbuka taifa letu la Kenya, tuendelee kujiweka katika maombi, tuwe na ibada njema, ibada ambazo zimejaa baraka zake Mwenyezi Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sande kwa ajili ya neno lako takatifu. Sande kwa sababu utazidi kuwasimamisha watumishi wako wanaozidi kusimama kutetea imani, na wanaozidi kuomba, maana maombi ni jambo la maana katika maisha ya Mkristo. Bwana, sande kwa sababu kwa siku yote utatusaidia na hata utapata kutubariki. Neema yako na itutoshe Bwana, tuelekeze, na Bwana tawala katika maisha yetu, maana unastahili vyote. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Na ileo tumeweza na kujua
na kuendelea na kufundishwa tabia za mwenye maombi. Na tumeweza na kujua kwamba huyu mwenye tabia ya kuomba kila wakati, yeye ni kwamba unjitoa sana. Huwezi ukawa ni mtu ambaye ni wa kuomba, mtu ambaye anadumu ndani ya maombi, na uwe ni mtu ambaye unajitolea. Lazima unjitolee kabisa kufanya sala kila wakati, kuomba kila wakati. Maana kama unjitolei, utakuwa unasema kwamba huu wakati ndio wa kufaa kuomba, wakati mwingine sio wa kuomba. Na hao ni wale watu sana sana ukumbuka mambo na maombi wakati ambapo wameweza na kuyapitia mangumu, wameweza na kuyapitia ama kupitia katika majaribu. Lakini hapana, tunafaa kukaa katika maombi, kundumu katika maombi kila wakati, na tuwe tumejitolea. Kama Yesu mwenyewe aliweza na kujitolea katika maombi, akaomba. Yeye alikuwa ni mwana wa Mungu na aliweza na kujitolea kuomba. Mbona sisi tusijitolee katika kuomba kila wakati, katika kundumu katika maombi kila wakati? Maana tukijitolea hatutaweza na kushindwa. Maana tunajua kwamba kuna Mungu ambaye yuaona, kuna Mungu ambaye yuatufikiria mema, kuna Mungu ambaye usikiliza, na kuna Mungu ambaye uweza kutimiza, uweza kujibu kile ambacho tumekuwa tukiomba mbele zake. Ni siku ambayo kuna dada zetu, ndugu zetu wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Mungu awe pamoja nanyi, Mungu na watangulie, na uwe mahali popote pale utaweza kushinda ukiwa. Mungu na akubariki pia, na Mungu awe pamoja nawe pia. Tupatane saa 3:30 jioni ili tukaweze kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.